Rais wa Chama cha Walimu Tanzania, Mwalimu Suleiman Komba, ameiomba serikali kutatua changamoto za kiafya na mazingira ya kazi ambayo yameendelea kuwafanya walimu wajisikie wanyonge na kuathiri ufanisi wao kazini. Hayo ameyazungumza leo jijini Dodoma wakati wa ufungaji wa mafunzo ya viongozi wa chama hicho yaliyodumu kwa siku 3. Na hapa anaelezea. Umaskini kuendelea katika nchi yetu haliwezi kuwa jambo sahihi sana. Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuchukua hatua kwa namna moja au nyingine, na hatuwezi kubeza hatua ambazo tayari ameendelea kuzifanya. Sisi tunataka kuwaomba the government officials wengine kuendelea kusaidia taifa hili katika utekelezaji wa kuangalia namna bora ya kutatua changamoto za walimu. Tulipopita katika Samia Teachers Mobile Clinic, tulikutana na mambo mengi ambayo yalionekana kwa namna moja au nyingine yameendelea kuwafanya walimu kujisikia wanyonge. Si bora kuendelea kuachwa bila kufanyiwa utekelezaji. We do appreciate kwa hatua ambazo zimeendelea kufanyika, lakini mwendo uendelee kukazwa zaidi na zaidi ili kuona majukumu mbalimbali ambayo tumepewa na taifa hili, kwa maana ya kuhakikisha watoto wanapata taarifa wanapata maarifa yaliyo bora, wanafundishwa vizuri, lazima iendelee. Wakati fulani mahali fulani nimesema kumchanganya mwalimu ni kulikosea taifa, na wakati mwingine bila mtu kujua, kwa sababu haoni yale maumivu ya moja kwa moja ambayo damu inamwagika, ili aseme hey, kuna damu ile pale inamwagika. Nikatoa mfano mahali fulani nikasema, kama mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 akiwa ni mgonjwa, jamii inayozunguka na wenye mamlaka kwenye eneo ambalo wanazunguka lazima waone namna bora ya kuhakikisha kwamba mwalimu anaendelea kuwa mzima ili aendelee kufanya kazi yake, kwa sababu aina ya kazi anayoifanya kwenye jamii ile si kazi ndogo, ni kazi kubwa. Na tumesema na hatuwezi kuacha kusema, kama yapo maradhi yanayompata mwalimu ambayo bima ya afya haiwezi kutibu, lazima ile jamii na mamlaka husika ya eneo ambalo mtumishi mwalimu anafanyia kazi hapo waone namna bora ya kuhakikisha kwamba mwalimu huyu anaendelea kupata matibabu kwa kadri ya miongozo iliyopo, na of course ipo. Aidha, kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania, Mwalimu Protas Magesa, amesema mafunzo hayo yamewajengea uwezo viongozi na kufungua njia kwa walimu katika maeneo mbalimbali nchini. Mafunzo haya yametufungulia njia kuelekea sehemu nyingine. Nimesikia na nimeambiwa kuna kelele kwamba kuna sehemu zingine hatutafika. Tuhakikishieni kupitia vijana wetu, lakini pia kupitia sisi wenyewe tumejipanga kuhakikisha tunatoa mafunzo nchi nzima na tutawafikia viongozi wote. Tunaendelea kutafuta sapoti, lakini pia sisi tutaendelea kutoa sapoti kwa ajili ya kuhakikisha viongozi wetu wote, hasa watumishi na viongozi wa kuchaguliwa, wanapata mafunzo namna ya kuenenda katika uongozi wao. Hilo tutalifanya ndani ya mwaka huu kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia, lakini pia kupitia idara ya utafiti tumejipanga kuhakikisha yote yanatekelezeka. Lakini jambo lingine, tuhakikisheni haya yote tuliyopata hapa, naamini sote tutaenda kuyafanyia kazi, na sisi sote tutaenda kuwa walimu wazuri na waseminishaji wazuri. Kwa hatutatoa idara ya elimu na mafunzo na idara ya utafiti. Nafikiri wakati mnapanga semina zenu, nane wanaenda kuseminisha, hawa walioiva kikamilifu watakuwa ni sehemu ya watu ambao watatoa mafunzo.